Mwanamke kijana anampata mumewe bilionea katika nyumba ya zamani maskini, kisha akaamua kukaa naye huko. Aisha alikuwa bado haamini macho yake. Alisimama mlangoni, mikono yake ikitetemeka kidogo, moyo ukipiga kwa kasi. Nyumba ile ilikuwa ya zamani, kuta zake zimechoka na sakafu ilikuwa na nyufa. Hakukuwa na dalili yoyote ya utajiri. Lakini pale ndani, kwenye kiti cha mbao kilichochakaa, alikaa mume wake, bilionea Jamal Mwangangi, mwanaume ambaye magazeti yalikuwa yakimuita tajiri mkubwa wa Kenya, mtu wa biashara za uwekezaji, mali isiyohamishika na bima ya maisha. Lakini leo alikuwa amevaa shati la kawaida na uso wake ulikuwa mzito kama mtu aliyebeba siri nzito sana. Asha, alisema kwa sauti ya chini. Asha alimeza mate. Jamal, hii ni nini? Kwa nini uko hapa? Kwa nini si nyumbani kwetu? Jamal alitazama chini, kisha akasema taratibu, kwa sababu hapa ndipo ukweli wangu ulipoanzia. Maneno hayo yalimgonga Asha kama radi. Alikuwa ameolewa na mwanaume tajiri, lakini sasa alikuwa ameketi kwenye nyumba maskini kana kwamba amekimbia maisha yake mwenyewe. Asha hakujua bado kuwa hii ilikuwa mwanzo wa safari ambayo ingeibadilisha familia yao milele. Asha aliingia pole pole ndani. Harufu ya nyumba ya zamani ilimkumbusha utoto wake kijijini, kabla hajajua maisha ya mjini na starehe. Alimwangalia Jamal kwa makini. Huwezi kuniambia tu uko sawa, kuna kitu kinaendelea. Jamal alicheka kidogo, lakini haikuwa kicheko cha furaha. Unajua, watu wanaposema mimi ni bilionea, wanaona magari, majengo na akaunti kubwa benki, lakini hawajui maumivu yaliyopo nyuma yake. Asha alikaa karibu naye. Niambie basi. Jamal alisita. Kisha akasema, hapa ndipo nilikulia. Hapa ndipo mama yangu alikufa akiwa hana hata pesa ya hospitali. Asha alifunika mdomo wake kwa mshangao. Wewe, hapa? Jamal alitikisa kichwa. Ndiyo, na kila mara nilijiapia sitarudi, lakini leo nimeletwa na kitu kikubwa kuliko biashara. Asha alishika mkono wake. Kitu gani? Jamal alitazama nje dirishani, macho yake akiwa na huzuni. Kuna mtu anakuja, na akifika, maisha yetu hayatakuwa yale yale tena. Maneno hayo yalileta ukimya mzito. Asha alihisi baridi moyoni. Ni nani huyo mtu? Na kwa nini Jamal anaogopa kiasi hiki? Usiku ulianza kuingia taratibu. Nje, sauti za watoto zilipungua na upepo ulipuliza vumbi kwenye njia nyembamba. Asha na Jamal walikaa kimya kwa muda mrefu. Kisha Asha akasema kwa sauti ya upole, Jamal, mimi ni mke wako. Haijalishi wewe ni tajiri au maskini, niko hapa, lakini usinifiche. Jamal alifumba macho, kana kwamba anapambana na mawazo mazito. Asha, kuna siri ambayo sikuwahi kukuambia. Asha alihisi moyo wake ukidunda. Siri gani? Jamal alifungua macho yake pole pole. Mimi si Jamal Mwangangi wa kweli. Asha alishtuka. Unamaanisha nini? Jamal alisimama, akaanza kutembea ndani ya chumba kidogo. Jina hilo nililipata baadaye. Nilipata maisha mapya, lakini maisha ya zamani bado yananiandama. Asha alisimama pia. Kwa hiyo wewe ni nani? Jamal aligeuka, macho yake akiwa na uchungu. Mimi ni mtoto ambaye alitelekezwa hapa. Nililelewa na mama pekee, na kabla hajafa aliniachia kitu. Asha alimuuliza kwa haraka, kitu gani? Jamal alimeza mate. Ukweli kuhusu baba yangu na kwa nini watu wenye nguvu walitaka mimi nisiwepo. Asha alihisi kama dunia inazunguka. Huyu mwanaume alikuwa na historia ambayo hakuwahi kuisikia, na sasa mtu anakuja kuifungua tena. Asubuhi ilipofika, sauti ya mlango kugongwa ilikatiza ukimya. Gonga, gonga, gonga. Asha alishtuka. Jamal alisimama ghafla, uso wake ukibadilika. Niere, Jamal alinong'ona. Asha alishika mkono wake. Ni nani huyo? Jamal hakujibu. Alitembea taratibu hadi mlangoni, akafungua. Mbele yao alisimama mwanamke mzee, amevaa kanga ya kawaida, lakini macho yake yalikuwa makali kama mtu anayejua mengi. Mwanangu, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Jamal alikakama. Shosho Zainabu. Asha alishangaa. Unamjua? Mwanamke huyo aliingia ndani bila kualikwa. Nimekuja kukuambia, Jamal, muda umefika. Jamal aliketi chini, kana kwamba miguu yake imeishiwa nguvu. Sikuwahi kutaka hii siku ifike. Zainabu alimtazama kwa huruma, lakini ukweli haukimbikaki, na hule mtu, baba yako, anataka kukuona. Asha alihisi mapigo ya moyo yakiongezeka. Baba yake, lakini alisema. Jamal alinyanyua kichwa,
macho yake akiwa na machozi. Baba yangu ndiye chanzo cha kila kitu, na sasa amerudi kunimaliza. Ungunu wa siri ulizidi kuwa mzito. Asha alikaa karibu na Jamal, akihisi uzito wa maneno hayo. Jamal alisema kwa sauti ya chini, huwezi kupambana peke yako, mimi niko hapa. Zainabu alimtazama Asha kwa makini. Wewe ni mke wake? Asha alitikisa kichwa. Ndiyo. Zainabu alitoa pumzi ndefu. Basi ujue umeolewa na mwanaume ambaye maisha yake ni vita. Jamal hakuzaliwa kwenye utajiri, alizaliwa kwenye damu na siri. Asha alihisi baridi. Damu? Zainabu alinyamaza kwa sekunde, kisha akasema, baba yake ni mtu mkubwa sana, tajiri kuliko unavyofikiria, lakini alifanya makosa mabaya zamani, na Jamal ni ushahidi wa kosa hilo. Jamal alifunika uso wake kwa mikono. Nilitaka kuishi maisha mapya, nilimpenda Asha, nilifikiri nitakuwa salama. Asha alimshika. Tutakuwa salama, lakini lazima uniambie ukweli wote. Jamal alimtazama mke wake, macho yake akiwa na maumivu na upendo. Kama nikikuambia, unaweza kuogopa. Asha alitikisa kichwa. Sitaondoka. Jamal alimeza mate. Sawa, basi safari yetu inaanza sasa. Na hapo ndipo Asha alijua hii haikuwa tu kuhusu nyumba maskini, ilikuwa kuhusu siri ya familia ambayo ingeutikisa ulimwengu wao. Jioni ilipofika, Jamal, Asha na shosho Zainabu walikaa kimya ndani ya nyumba ile ya zamani. Kulikuwa na hali ya kusubiri kitu kibaya. Asha alijaribu kuonekana thabiti, lakini ndani yake alikuwa na hofu. Shosho, Asha aliuliza, kwa nini baba yake Jamal anakuja sasa, baada ya miaka yote? Zainabu alitazama mbali kama mtu anayekumbuka maumivu ya zamani. Kwa sababu muda umefika wa kurithi, alisema. Jamal aligeuka haraka. Kurithi nini? Zainabu alitoa pochi ndogo ya kitambaa, akaweka mezani. Hii barua iliandikwa na mama yako kabla hajafa. Jamal alitetemeka aliposhika barua ile. Asha alimwangalia, macho yake akiwa na huruma. Fungua. Jamal alifungua polepole. Ndani kulikuwa na maneno yaliyomchoma moyo. Mwanangu, baba yako si mtu wa kawaida. Ana nguvu, pesa na siri. Siku moja atakuja kukutafuta, si kwa upendo, bali kwa hofu. Jamal alishusha karatasi. Hii ndiyo siku. Asha alishika mkono wake. Tutapambana pamoja. Lakini nje, sauti ya gari ilisimama. Na wote walijua. Mtu amefika. Sauti ya mlango wa nje ilipigwa kwa nguvu. Gonga! Gonga! Jamal alisimama ghafla. Asha alishika mkono wake kwa nguvu. Zainabu alinyamaza, macho yake yakionyesha kuwa alikuwa akimsubiri mtu huyo. Jamal alitembea hadi mlangoni, akafungua. Mbele yao alisimama mwanaume mrefu, mwenye suti safi na uso usioonyesha hisia. Jamal Mwangangi, alisema kwa sauti ya baridi. Jamal alikaza taya. Wewe ni nani? Wakili alitoa kadi ndogo. Mimi ni wakili Mbele, nimetumwa na bwana Rashid Hamisi. Asha alishtuka. Rashid Hamisi ni nani? Wakili alitazama Asha kisha Jamal. Baba yake. Kimya kilitanda kama mawingu mazito. Jamal alicheka kwa uchungu. Baba? Baba gani? Yule ambaye hakuwahi kuniangalia hata mara moja. Wakili alisogea karibu. Bwana Rashid anataka kukuona, ana jambo kubwa la biashara na urithi. Asha alisikia tumbo lake likifunga. Na kama hatokwenda, Asha aliuliza. Wakili alitabasamu kidogo. Basi ukweli utamfuata, na si kila ukweli huja na amani. Kisha akageuka na kuondoka, akiacha hofu ikining'inia hewani. Baada ya wakili kuondoka, Jamal alikaa chini kana kwamba nguvu zimemtoka. Asha aliketi mbele yake. Jamal, tutafanya nini? Jamal alitikisa kichwa. Sikutaka siku hii ifike. Rashid Hamisi ni mtu hatari. Zainabu aliongeza kwa sauti nzito. Si hatari tu, ni mtu ambaye aliwahi kuharibu maisha ya wengi ili afike kileleni. Asha alimeza mate. Kwa nini anakutafuta sasa? Jamal alitazama mikono yake. Kwa sababu nimekuwa nikikua bila yeye, nimejijenga, na sasa anaona nina thamani. Asha alishangaa. Thamani gani? Jamal alisimama, akaanza kutembea. Rashid ana kampuni kubwa ya uwekezaji na mali, lakini kuna vita ndani ya familia yake. Anahitaji mrithi, na mimi ni mwana ambaye aliwahi kumficha. Zainabu alitikisa kichwa.
Lakini Jamal, mrithi si baraka tu, ni mtego. Asha alishika mkono wa Jamal. Basi tusiende. Jamal alimtazama mke wake. Kama hatutakwenda, atakuja na nguvu zaidi, na safari hii ataumiza watu. Asha alihisi macho yake yakimjaa. Hivyo tunalazimika? Jamal alinyamaza, kisha akasema, kesho tutakutana naye. Asubuhi iliyofuata, Jamal na Asha walivaa kwa utulivu, lakini mioyo yao ilikuwa na kelele. Walipanda gari dogo la kawaida wakielekea sehemu ambayo Jamal hakutaka kurudi tena. Zainabu aliwaaga kwa maneno mazito. Msiamini kila tabasamu. Dunia ya Rashid ina sumu ndani ya dhahabu. Safari ilikuwa kimya. Baada ya muda, walifika kwenye jengo kubwa la kisasa mjini. Walinzi walikuwa wengi na mazingira yalionyesha nguvu na pesa. Asha alishika mkono wa Jamal. Uko sawa? Jamal alitikisa kichwa, ingawa macho yake yalikuwa na hofu. Waliingizwa ndani hadi chumba kikubwa. Ndani mwanamume mmoja alikaa kwenye kiti cha kifahari. Uso wake ulikuwa mkali, macho yake yakiwa na mamlaka. Jamal, alisema polepole. Jamal Mwangangi, alisema kwa sauti ya baridi. Jamal alikaza taya. Wewe ni nani? Wakili alitoa kadi ndogo. Mimi ni wakili Mbele, nimetumwa na bwana Rashid Khamisi. Asha alishtuka. Rashid Khamisi ni nani? Wakili alitazama Asha kisha Jamal. Baba yake. Kimya kilitanda kama mawingu mazito. Jamal alicheka kwa uchungu. Baba? Baba gani? Yule ambaye hakuwahi kuniangalia hata mara moja? Wakili alisogea karibu. Bwana Rashid anataka kukuona. Ana jambo kubwa la biashara na urithi. Asha alihisi tumbo lake likifunga. Na kama hatokwenda? Asha aliuliza. Wakili alitabasamu kidogo. Basi ukweli utamfuata, na si kila ukweli huja na amani. Kisha akageuka na kuondoka, akiacha hofu ikining'inia hewani. Rashid alisogea mbele kidogo, sauti yake ikiwa ya chini lakini nzito. Kuna watu ndani ya familia yangu hawataki ujulikane. Jamal alikaza macho. Kwa nini? Rashid alitabasamu kwa uchungu. Kwa sababu wewe ni ushahidi wa siri niliyoficha miaka mingi. Asha alihisi mwili wake ukitetemeka. Siri gani? Rashid alimtazama Asha kwa mara ya kwanza. Wewe ni mke wake? Asha alijibu kwa ujasiri. Ndiyo. Rashid alitikisa kichwa. Basi utasikia pia. Jamal si mtoto wa bahati mbaya. Alizaliwa wakati nilikuwa na mke mwingine na familia yangu ilimlazimisha mwanamke huyo afutwe. Jamal alishtuka. Unamaanisha nini afutwe? Rashid alinyamaza kisha akasema kwa sauti nzito. Mwanamke huyo, mama yako, aliuliwa. Kimya kilipasuka ndani ya chumba. Asha alifunika mdomo wake kwa mashangao. Jamal alihisi dunia ikimwangukia. Rashid akaongeza, na sasa watu wale wale wanajua uko hai, wanakuja kukumaliza pia. Jamal alitetemeka kwa hasira na maumivu. Kwa hiyo unaniita hapa kuniokoa? Rashid alitikisa kichwa. Hapana mwanangu, nimekuita hapa kwa sababu unapaswa kurithi kila kitu kabla hawaja kuchukua. Baada ya maneno ya Rashid, Jamal alikaa kimya kwa muda mrefu. Mama yangu aliwawa? Aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Rashid alitikisa kichwa taratibu. Sikuwa na nguvu ya kupigana nao wakati ule. Nilikuwa nimefungwa na hofu na biashara. Asha alihisi hasira ikipanda. Na sasa unataka Jamal aridhi mali yako kana kwamba hiyo itafuta damu iliyomwagika. Rashid alimtazama kwa makini. Siwezi kurudisha maisha, lakini naweza kulinda kilichobaki. Jamal alisimama ghafla. Yuliniaka Nitsik. Yuliniaka ni kabila baba. Rashid alishusha pumzi. Ndio. Na hiyo ndiyo kosa langu kubwa. Kisha akaongeza kwa sauti ya chini. Lakini sasa kuna mtu anayeitwa Salim Khamisi, kaka yako wa kambo. Yeye ndiye anayeongoza mpango wa kukuondoa. Asha alishtuka. Kaka yake. Jamal alikaza ngumi. Hivyo familia yako bado ni sumu. Rashid alinyanyua mkono. Ndiyo maana lazima uondoke hapa ukiwa tayari. Usiku huu usirudi nyumbani kwako. Watakuwa wanakufuata. Asha alishika mkono wa Jamal. Sasa vita imeanza. Usiku ule, Jamal na Asha walikaa katika nyumba ndogo ya wageni iliyoandaliwa na Rashid. Kulikuwa na walinzi nje, lakini ndani Asha hakuhisi salama.
Jamal alisema kwa upole, tuko ndani ya dunia ambayo hatuijui. Jamal alimtazama. Nilitaka maisha rahisi na wewe, lakini sasa nimekuletea giza. Asha alishika uso wake. Upendo si tu raha. Upendo ni kusimama hata kwenye giza. Maneno yake yalimgusa Jamal, machozi yakimjaa. Ghafla, simu ya Rashid ililia. Alijibu haraka, uso wake ukibadilika. Wameanza, alinong'ona. Jamal alisimama. Nini? Rashid alitazama Jamal. Gari lako lilifuatwa na mmoja wa watu wangu ameumizwa. Asha alifunika mdomo wake. Hii ni kweli kabisa. Rashid alikaza sauti. Salim hatachilewa. Anataka kichwa chako kabla hujasaini urithi. Jamal alishika mkono wa Asha. Tutakimbia? Rashid alitikisa kichwa. Hapana. Mkikimbia, mtakuwa wawindwaji. Lazima muwe wapiganaji. Asha alimeza mate. Basi tufanye nini? Rashid alisema kwa ukali. Kesho mtakutana na mtu pekee ninayemwamini. Asubuhi, walichukuliwa kwa gari hadi sehemu ya kimya karibu na pwani. Ndani ya nyumba ya kawaida, alikaa mwanamke mmoja mwenye sura kali, macho yake yakionyesha uzoefu wa maisha. Huyu ni nani? Asha aliuliza. Rashid alisema. Huyu ni Inspector Mariam Otieno. Aliwahi kuwa polisi wa uchunguzi. Nani rafiki wa mama yako Jamal? Jamal alishtuka. Unamjua mama yangu? Mariam alitabasamu kwa huzuni. Nilikujua ukiwa mtoto mdogo. Mama yako alikuwa mwanamke jasiri. Asha alisogea karibu. Basi niambie, kwa nini aliwawa? Mariam alinyamaza kwa sekunde, kisha akasema. Kwa sababu mama yako alijua siri kubwa ya familia ya Khamisi, siri ambayo inaweza kuangusha biashara zao zote. Jamal alikaza macho. Siri gani? Mariam alitoa faili lililochakaa. Ndani ya hii kuna majina, mikataba na ushahidi wa pesa chafu. Rashid alikuwa sehemu yake zamani, lakini alitaka kutoka. Rashid alishusha kichwa. Mariam akangiza. Salim anaogopa kwamba ukirithi, utapata faili hii na utamwangamiza. Asha alihisi pumzi ikikata. Hivyo Jamal yuko kwenye hatari kwa sababu ya ukweli. Mariam alitikisa kichwa. Ndio. Na sasa lazima tuwe hatua moja mbele yao. Siku hiyo hiyo jioni, Asha alikaa peke yake nje, akitazama bahari. Mariam alikuja na kukaa karibu naye. Wewe ni mwanamke tofauti, Mariam alisema. Asha alijuka. Tofauti vipi? Mariam alitabasamu kidogo. Wanawake wengi wangekimbia baada ya kusikia bilionea ana vita na familia yake. Lakini wewe bado uko hapa. Asha alishusha pumzi. Mimi nilimjua Jamal, si pesa zake. Na sasa naona ndani yake kuna mtoto aliyeumia. Mariam alitikisa kichwa. Upendo wa kweli ni adimu. Asha alinyamaza, kisha akauliza. Je, Jamal ataishi? Mariam alimtazama kwa makini. Hilo litategemea kama atakuwa tayari kusimama kama mwanaume, si kama mtoto aliyefichwa. Asha alihisi machozi yakija. Na mimi? Mariam alishika mkono wake. Wewe utakuwa ngao yake. Lakini pia lazima ujue. Salim hatashambulia Jamal tu. Atakushambulia wewe pia. Asha alishtuka. Mimi? Mariam alitikisa kichwa. Ndio. Kwa sababu wewe ndiye udhaifu wake mkubwa. Asha alimeza mate. Kwa mara ya kwanza, alielewa mapenzi yao yamekuwa silaha dhidi yao. Usiku ulipoingia, Mariam alipokea ujumbe kwenye simu yake. Uso wake ukabadilika. Wamefika, alisema. Jamal alisimama haraka. Nani? Mariam alitoa bastola ndogo kutoka begi lake. Watu wa Salim. Wako karibu. Asha alihisi damu ikiganda. Rashid aliingia kwa haraka. Tuna dakika chache tu. Jamal alikaza sauti. Kwa nini wanakuja hapa? Hii ni sehemu ya siri. Rashid alitazama chini. Kwa sababu kuna msaliti ndani yangu. Kimya kilitanda. Asha alishtuka. Msaliti? Mariam alisema kwa ukali. Hatuna muda. Lazima tuondoke sasa. Ghafla, sauti ya magari mengi ilisimama nje. Kisha sauti ya mtu ikaita. Jamal, toka nje. Hatutaki kumuumiza mke wako. Asha alishika mkono wa Jamal kwa nguvu, macho yake yakiwa na hofu. Jamal alinong'ona. Hawakuja kuzungumza, wamekuja kumaliza. Mariam alisimama mbele yao.
Leo usiku, damu inaweza kumwagika, lakini hatutakufa kimya. Na mlango ulianza kusukumwa kwa nguvu. Usiku ule, magari yalipiga kelele nje, na wafuasi wa Salim walijaribu kuingilia ndani. Jamal alikamata mkono wa Asha, uso wake ukiwa mkali na macho makali. Hatuwezi kukaa hapa, alisema. Mariam alitabasamu kwa ujasiri. Tunahitaji mbinu, la sivyo tutakufa hapa. Rashid alionyesha mlango wa nyuma. Huko kuna njia ya baharini, lakini itabidi tuwe na ujasiri. Asha alitikisa kichwa. Jamal, hatuwezi kumwacha Salim. Tunapambana pamoja. Jamal alichukua pumzi. Sawa, tufuate Rashid. Walitoroka kupitia njia nyembamba, sakafu ikitetemeka chini ya miguu yao. Wakati walipoingia kwenye njia ya baharini, waliona samaki wakianguka kwenye maji ya mvua. Asha alisogea karibu na Jamal. Tunashinda kwa pamoja. Ghafla, sauti ya mguu ilisikika nyuma yao. Wamepata njia nyingine. Mariam alionya. Jamal alitazama nyuma, macho yake yakiwa na hasira na hofu mchanganyiko. Basi lazima tuwe wenye nguvu kuliko wao. Ndani yake, alihisi nguvu kubwa ikianza kuamka. Walipotembea kwa uangalifu kwenye njia ya bahari, Asha aliona mguu wa kiume unaonekana juu ya mwanga wa taa za gari. Salim, Alilia. Jamal alikasirika, nguvu yake ya kibiashara na akili ikijumuika na ghadhabu ya maisha ya awali. Hatutaiacha Asha, alisema kwa nguvu. Wafuasi wa Salim walijaribu kuwatia hofu, lakini Jamal alikuwa tayari. Aliwazunguka na kuunda mpango wa haraka. Mariam alionjiza. Tunatumia mwanga wa mizunguko ya bahari. Wacha tusababisha giza liwazunguke. Asha alishika mkono wa Jamal kwa nguvu. Basi fanya kile unachojua. Jamal alisogea mbele, macho yake yaking'ara kwa hofu na ujasiri. Aliweka mpango wa haraka, wakamkimbiza Salim na wafuasi wake ndani ya giza. Ghafla, Salim alijitokeza kando ya mto wa mvua. Jamal, hii sio mwisho, alilia kwa ghadhabu. Jamal alijibu kwa sauti ya baridi. Hii ni mwanzo wa mwisho wa uonevu wako. Asha alishika mkono wake, moyo wake ukiwa na matumaini. Baada ya kupita giza, walifika kwenye bwawa dogo la mto. Rashid alionjiza. Kwa mara hii, hatuwezi kurudi nyuma. Hii ni nafasi ya kuanza upya. Jamal alitazama maji, akili yake ikirudi nyuma kwa maumivu ya utoto wake na siri za familia. Kwa mara ya kwanza, naamini katika nguvu yangu, alisema. Asha alisogea karibu naye, macho yake yakimwangalia kwa upendo na mshikamano. Na mimi naamini katika wewe, Jamal. Ghafla, simu ya Mariam ililia. Wamegundua mlango wa nyuma. Wanaweka mbinu nyingine ya kuvukiza. Jamal alikaza taa. Basi lazima tutumie akili na ujasiri. Hawa hawajui kwamba maisha yetu yamejaa nguvu za kweli. Asha alikambesha Jamal. Mioyo yetu ni silaha yetu. Hakuna mtu atatufanya tumetoke. Ghafla, samahani, sauti ya helikopta ilisikika juu. Mara hii, hatuwezi kuficha kabisa. Jamal alijua sasa, mbinu za zamani hazitatosha. Helikopta ilipaa juu, ikifuatilia mwanga wa nyumba ya mabonde. Jamal alikalia chini ya kivuli, moyo wake ukiwa na kasi. Mariam, tuna mkakati gani? Aliuliza. Mariam alionyesha ramani ndogo. Kuna njia ya mlima wa pembe za kijivu. Kutoka hapo tunaweza kutoroka kwa maji, bila kuonekana. Asha alitabasamu kwa sharti la nguvu. Basi fanya haraka. Hii ni nafasi yetu ya uhuru. Wakati walipotoka, wafuasi wa Salim walishika gari dogo na kujaribu kuwapata. Jamal alitumia nguvu zake zote, akili na hisia zake kuunda mpangilio wa haraka. Usimame na mimi, Asha. Hatuna muda wa kuchelewa. Asha alishika mkono wake, macho yake yakijaza shauku na hofu. Tumepitia yote. Sasa tunapambana pamoja. Ghafla, moja ya wafuasi wa Salim alitoroka, akijaribu kumkimbiza Jamal. Lakini Jamal alijua hatua yake. Kwa nguvu ya kweli ya familia na upendo, alizunguka na kumfanya ajikabidhi. Asha alipiga pumzi, moyo wake ukiwa na matumaini. Hii ni mara yetu ya kuanza upya. Walipofika kwenye mlima wa pembe za kijivu, waliona mwanga wa jua likiangazia mbali. Jamal alikaza mkono wa Asha. Tunaweza kufanya hii. Hatuna hofu tena. Asha alitabasamu kwa nguvu. Upendo wetu ni silaha yetu. Rashid alitabasamu kwa raha kidogo. Najua sasa Jamal ana uwezo wa kweli. Huu ni mwanzo wa familia mpya.
Ghafla, simu ya Salim ililia. Jamal. Usifikirie kuwa umekimbia. Jamal alikaza ngumi. Usiku huu hatuna hofu. Tumepata nguvu yetu ya kweli. Uwezo wa kweli ni upendo na mshikamano. Asha alishika mkono wake kwa nguvu. Hii ni maisha yetu sasa. Hakuna mtu atakayetuangusha. Mioyo yao ilijaa matumaini. Ndani yake, Jamal alihisi mchanganyiko wa furaha, hofu na nguvu. Leo tunaanza hadithi mpya. Hadithi ya uhuru, upendo na ujasiri. Na jua lilipoanza kuangaza, walijua hatimaye giza limepita na mwanga mpya umeibuka. Usiku ule, walikuwa wamefika kwenye nyumba ndogo iliyokuwa karibu na mlima. Jamal alikalia kando ya Asha, uso wake ukiwa na alama za uchungu na hofu. Usiku huu hatuna nafasi ya makosa, alisema kwa sauti ya chini lakini kali. Asha alishika mkono wake kwa nguvu. Tuko pamoja, Jamal. Upendo wetu ni silaha yetu kubwa zaidi. Mariam alitazama kwenye ramani na kuonyesha njia za kuzunguka. Salim na wafuasi wake hawataacha. Wamepata taarifa kwamba tumekimbia. Kila hatua lazima iwe kwa utulivu, lakini kwa ujasiri. Ghafla, sauti ya mguu ilisikika nje ya mlango. Wen karibia, Mariam alionya. Jamal alikaza ngumi. Basi lazima tuwe hatua moja mbele yao. Hatuna budi kutumia akili zetu zote. Asha alitikisa kichwa, macho yake yakijaza shauku na hofu. Mapenzi yetu ni nguvu yetu. Hakuna mtu atakayetuangusha. Wafuasi wa Salim walipiga kelele, wakichimba kuta na kujaribu kuingia. Jamal alikanyaga kidogo sakafu kwa hasira. Leo usiku, msaliti wa ndani hatutaacha awe huru. Familia yetu itakuwa salama na hatutamwachia Salim au wafuasi wake hata kidogo. Asha alishtuka kwa hofu lakini alijua hatakuwa peke yake. Ghafla, simu ya Jamal ililia. Anai nani? Asha aliuliza kwa hofu. Jamal alikaza taya, akishika simu yake. Mwanangu, nitakuangalia, alisema sauti ya baridi upande wa pili. Asha alihisi damu ikikimbia mwilini mwake. Anai Salim, alikizia. Jamal alitikisa kichwa. Ndio. Anaona hatuwezi kuwa kimya. Huyu ni msaliti wa kweli ndani ya familia yetu. Mariam alionyesha ramani tena. Kwa muda huu hatuwezi kurudi nyuma. Lazima tutumie nguvu zetu za akili, ujasiri na mbinu. Asha alishika mkono wake. Jamal, tuko pamoja. Sio mimi tu, ni upendo wetu unaokulinda. Jamal alitabasamu kwa uchungu, macho yake yakiwa na hofu na upendo mchanganyiko. Naona sasa, nguvu zetu sio pesa wala mali, ni tunavyojilinda kwa pamoja. Wafuasi wa Salim walipiga kelele nje. Ghafla, mmoja alitoroka ndani, akijaribu kumshambulia Jamal. Lakini Jamal alitumia akili na mbinu yake ya haraka, akamzungusha na kumfanya aelekeze wafuasi wake upande mwingine. Asha alipiga pumzi, moyo wake ukiwa na matumaini. Hii ni mara yetu ya kuonyesha hatuna hofu na hatutashindwa. Jamal na Asha walikuwa wamepata nafasi ndogo ya kupumzika. Mara hii ni tofauti, Asha alisema, macho yake yakimwangalia kwa hofu. Salim si mtu wa kawaida. Hii sio tu vita vya pesa au urithi. Ni vita ya maisha yetu. Jamal alikaza taya. Nimejua sasa kuwa nguvu yangu ni zaidi ya mali. Ni upendo na ujasiri wangu. Ghafla, simu ya Rashid ililia. Wamepanga kizuizi kando ya mto. Hatuwezi kuvuka bila kulipuka. Mariam alionyesha njia ya mlima. Tunaweza kutumia giza na mabadiliko ya ardhi kupita bila kuonekana. Asha alihisi baridi la hofu lakini moyo wake ukiwa na upendo wa kweli. Basi tuchukue hatua pamoja. Hatuna budi. Jamal alichukua pumzi ndefu, akijua kuwa hatuwezi kurudi nyuma. Hii ni fursa yetu ya uhuru. Hatutakubali Salim au msaliti yeyote ndani ya familia yetu kutukandamiza. Walipanda mlima, kila hatua ikiwa na hatari na hofu. Ghafla, sauti ya mguu ilisikika kando ya kizingiti cha mwanga. Jamal alishika mkono wa Asha, macho yake yakiwa na hasira na ujasiri. Leo usiku hatuwezi kushindwa. Familia yetu ni silaha yetu kubwa zaidi. Wakiwa kwenye kilele cha mlima, walipumzika kwa muda mfupi. Kwa mara hii hatuwezi kushindwa, Jamal alisema kwa sauti ya chini lakini thabiti. Asha alitikisa kichwa, macho yake yakijaza shauku na hofu. Upendo wetu ni silaha yetu. Hatuna hofu tena. Mariam alionyesha eneo la mwamba lililo karibu na mlima. Wacha tutumie njia hii ya siri. Wafuasi wa Salim hawataona.
Jamal alikaza taya, akijua kuwa kila hatua ni hatari. Hatuna budi kutumia kila akili na mbinu yetu. Hawa hawajui kwamba upendo wetu ni nguvu ya kweli. Asha alishika mkono wake kwa nguvu. Tuko pamoja. Hatuna budi. Ghafla, mmoja wa wafuasi wa Salim alitokea kando ya mlima, akijaribu kushambulia. Jamal alikabili, macho yake yakiwa na nguvu na ujasiri. Aliwazunguka, akatumia hekima na upendo kuwapunguza hatari yao. Asha alipiga pumzi, moyo wake ukiwa na matumaini. Tumepitia yote. Sasa tunapambana kweli, bila kuchelewa. Mioyo yao ilijaa matumaini na shujaa wa kweli. Hali ilianza kuwa kali zaidi. Salim aliona mbinu zao zikitoweka na kuamua kuchukua hatua ya moja kwa moja. Leo hatimaye utapoteza kila kitu, aliambia kwa hasira. Jamal alikaza ngumi, macho yake yakiwa na ghadhabu na nguvu ya kweli ya familia. Hatutaacha Salim au msaliti yeyote ndani ya familia yetu. Leo tutapambana na nguvu zetu zote. Asha alishika mkono wake kwa nguvu. Mapenzi yetu ni silaha yetu kubwa. Hatuna budi. Mariam aliongeza kwa sauti ya chini lakini thabiti. Hatuna budi kutumia akili na ujasiri. Hawa hawajui kwamba upendo wetu ni nguvu ya kweli, na nguvu hiyo itapita kila hatari. Walipanda mlima tena, kila hatua ikiwa na hofu na hatari, lakini ujasiri wao ulipanda. Ghafla, wafuasi wa Salim walipotea kutoka upande mwingine, wakishangazwa na hekima na mbinu za Jamal. Asha alishika mkono wake kwa nguvu. Hii ni nguvu ya kweli. Hatimaye hatuwezi kushindwa. Jamal alishikilia Asha, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa hofu, upendo na ujasiri. Leo familia yetu inashinda. Leo hadithi mpya inaanza na hatari zote zimepita. Jamal, Asha na Mariam walipofika kwenye sehemu ya mwisho ya mlima, waliona mwanga wa jua ukichomoza juu ya bahari. Mioyo yetu imedumu, Jamal alisema kwa sauti ya chini lakini yenye nguvu. Tumepita giza, hatari na hofu. Leo tunaanza upya. Asha alitikisa kichwa, macho yake yakijazwa na furaha na huzuni pamoja. Upendo wetu umetufanya tuwe shujaa, Jamal. Hatuna budi kuwa pamoja. Ghafla, simu ya Salim ililia, lakini hakuweza kudhibiti hali. Jamal, hii haikuishi, alilia kwa hasira. Jamal alikazia macho, nguvu zake za kweli zikiwaka. Leo hatutakuwa wafuasi wa hofu au hatari. Leo familia yetu inashinda. Rashid alitabasamu kwa furaha kidogo. Mara hii, nimeona mwana yangu na mke wake wanashirikiana kwa kweli. Hii ndiyo nguvu ya familia. Asha alishika mkono wake wa Jamal, moyo wake ukiwa na matumaini. Hii ni mwanzo wa hadithi yetu mpya. Hakuna hatari itakayoweza kutufanya tutekelee. Jamal alikumbatia Asha, macho yake yakiwa na furaha ya kweli. Leo tunashinda pamoja. Leo giza limepita. Wakiwa kwenye kilele, walitazama mbali wafuasi wa Salim wakicheza mbinu zao za mwisho. Mariam alionyesha mbinu ya mwisho ya kuwalinda. Hii ni nafasi ya mwisho. Hawa hawataweza kuvuka kizuizi hiki. Jamal alikaza taya, macho yake yakijawa ujasiri. Hapa tunapambana pamoja kama familia. Hawa hawawezi kutushinda. Asha alishika mkono wake kwa nguvu, mioyo yao ikipiga pamoja. Leo tunajua nguvu yetu ni pamoja na upendo wetu. Ghafla, Salim alishuka kutoka kwenye gari lake, macho yake yakiwa na ghadhabu isiyo na mwisho. Leo nitakufaisha kila kitu, alilia. Jamal alijibu kwa sauti ya baridi lakini yenye nguvu. Leo hatutaki woga. Upendo na mshikamano wetu ndio silaha zetu. Utajua kuwa hatuwezi kushindwa. Salim alisogea karibu, lakini hakujua kwamba Jamal na Asha walikuwa tayari, wakiwa na mbinu, nguvu na upendo unaowapa ulinzi. Ghafla, wafuasi wake walitikisika, wakiona nguvu isiyo ya kawaida ikienea kwenye macho ya Jamal. Asha alishika mkono wake, moyo wake ukiwa na shauku na hofu. Leo hii ni ushindi wetu wa kwanza, Jamal. Vita vya mwisho vilianza kwa haraka. Jamal alichukua hatua, akili yake ikitumia kila mbinu aliyojifunza. Asha alimsaidia, akimpeleka kando, kuunda silaha ya mshikamano. Mariam aliongeza mbinu zake, kuhakikisha Salim na wafuasi wake hawataweza kuendelea. Kila hatua ni muhimu. Hakuna hatua inayopotea, Mariam alisema kwa upole lakini kwa nguvu. Salim alikimbizwa nyuma, macho yake yakijazwa hasira. Leo hii si mwisho. Nitarejea, alilia. Jamal alishika mkono wa Asha,
macho yake yakiwa na nguvu na furaha. Leo familia yetu inashinda. Leo hatari zote zimepita. Asha alishikilia Jamal kwa nguvu. Upendo wetu ni silaha yetu. Hata hatari kubwa ya familia haiwezi kutushinda. Ghafla, jua lilianza kuangaza kwa nguvu. Mwanga wake ukapita kwenye uso wa Jamal na Asha, kuonyesha mshindi wa kweli. Rashid alitabasamu kwa furaha. Leo nimeona ushindi wa kweli. Jamal, Asha, familia hii sasa ni thabiti. Jamal alikumbatia Asha, mioyo yao ikipiga pamoja. Leo giza limpita. Leo hadithi yetu inaanza upya. Baada ya mapambano yote, walikaa kwenye pwani, wakiangalia mbali bahari. Asha alishika mkono wa Jamal, macho yake yakiwa na furaha na mshikamano. Leo hatuna hofu tena. Tumepita kila hatari. Jamal alitabasamu kwa upendo wa kweli. Huu ni ushindi wa kweli. Hakuna hatari inayoweza kuangusha familia yetu. Mariam alionyesha njia ya kutoka pwani. Kwa mara hii, tuko salama. Hii ni nafasi ya kuanza upya. Rashid Alian Giza. Leo nimeona mwana wangu na mke wake wakishirikiana kweli. Upendo wao ni nguvu ya kweli. Asha alikumbatia Jamal, moyo wake ukiwa na furaha. Hii ni mwanzo mpya. Hakuna hatari itakayoweza kututenga. Jamal alishika mkono wake kwa nguvu. Leo tunaanza hadithi mpya. Leo kila giza limepita na upendo wetu umeibuka kama mwanga wa kweli. Wakiwa pamoja, walijua kuwa familia, upendo na mshikamano wake ndio nguvu halisi ya maisha. Asubuhi iliyofuata, walikuwa wamekaa kwenye mlima wakiangalia mbali. Jamal alishika mkono wa Asha, macho yake yakiwa na furaha ya kweli. Leo hatuna hofu. Tumepita kila hatari, kila giza limepita. Asha alitabasamu kwa moyo wote. Upendo wetu, mshikamano wetu na familia yetu ndio silaha yetu ya kweli. Rashid Alian Giza. Leo nimeona nguvu ya kweli ya familia. Jamal, Asha, mlipambana na giza kwa ujasiri, sasa maisha yenu ni mapya. Mariam alionyesha njia ya kutoka mlima, mwanga wa jua ukipita machoni mwao. Leo hatari zote zimepita. Leo hadithi mpya inaanza. Jamal alikumbatia Asha, mioyo yao ikipiga pamoja, hisia zikiwa za furaha, huzuni, upendo na mshindo wa maisha. Hii ni hadithi yetu ya upendo, ujasiri na mshikamano. Hakuna hatari itakayotuangusha tena. Asha alikumbatia Jamal, macho yake yakiwa na machozi ya furaha. Leo tumeshinda giza na sasa tunaanza maisha mapya, bila hofu, bila hatari na bila usaliti. Ghafla, jua lilianza kuangaza kwa nguvu, kuonyesha mwanzo wa maisha mapya na mshindi wa kweli.